mtazamaji na msikilizaji wa Sauti ya Marejeo TV. Karibu tena katika mwendelezo wa somo la pili. Katika kipindi kilichopita tuliweza kuona somo la kwanza ambalo lilikuwa linazungumzia makundi mawili katika zama ya mwisho. Tukaona zama ya mwisho ambayo iko mbele yetu ni sheria ya Jumapili. Na tukaona katika sheria ya Jumapili kutakuwa kuna makundi mawili tu, wema na waovu. Na tukaona zama hii itaendelea mpaka kufunga historia ya ulimwengu. Kwa sababu tuliona sheria ya Jumapili ndio tukio la mwisho katika mfululizo wa matukio ya pambano kuu. Na tukio hili litakapotimia ni ishara ya kwamba ujio wa Kristo utakuwa karibu sana. Kwa hiyo tulitazama wale watakaoweza kusimama katika zama hii ndio wale pekee wataweza kusimama Kristo atakapokuja mara ya pili. Na tuliona sifa ya kuweza kusimama ni kuweza kuwa na mahusiano binafsi na Mungu, kuwa na ushirika na Mungu kikamilifu. Kwa hiyo tukaona kundi la waovu Kristo atakapokuja mara ya pili. Tulitazama katika kitabu cha Ufunuo Yohana sura ya 6 na ule mstari wa 14 hadi wa 17. Tukaona watatamani miamba na milima iwaangukie kwa sababu hawatapenda kuona uso wa Mwokozi, kwa sababu aibu itakuwa imejaa katika mioyo yao. Na tukaona hali ambayo itawakuta waovu kipindi Yesu anapokuja mara ya pili ni hali ambayo ilimkuta Adamu alipotenda dhambi katika bustani ya Edeni. Lakini Mungu alikuwa ni mwenye pendo wa kumwacha Adamu peke yake. Alimfunulia mpango wa ukombozi ili aweze kurejesha ushirika ambao dhambi uliupoteza, katika kauli ya Mwanzo 3:15 ambayo inasema, nami nitaweka uadui kati yako na huyo mwanamke na kati ya uzao wako na uzao wake, huo utakuponda kichwa na wewe utamponda kisigino. Kwa hiyo ndicho kitu ambacho tulikitazama katika kipindi kilichopita, na tukaangalia ya kwamba wasaa kama huu katika siku ya leo kwa neema ya Mungu tutaanza kujifunza somo lenye kichwa kinachosema mpango wa ukombozi. Na kama unakumbuka, nilikwambia kabla ya kujifunza hakikisha una kalamu, hakikisha una karatasi na Biblia yako mkononi kwa ajili ya kutunza kumbukumbu. Kwa hiyo somo la leo lina kichwa kinachosema mpango wa ukombozi. Tunaona mpango huu ndiyo tiba pekee ya kuturejeshea ushirika pamoja na Mungu, ili tuweze kuwa na ujasiri wa kusimama katika zama ambayo iko mbele yetu, lakini pia ujasiri wa kusimama Kristo atakapokuja mara ya pili, kama vile neno la Mungu linavyosema ya kwamba, na sasa watoto wadogo kaeni ndani yake, ili kusudi atakapofunuliwa muwe na ujasiri mbele zake, wala msiaibike wakati wa kuja kwake. Lakini kabla ya kuanza kulitazama somo hili, ningekualika kama una nafasi ya kupiga magoti, piga magoti. Kama una nafasi ya kusimama, simama. Lakini kama una nafasi ya kukaa, jitahidi uinamise uso wako tunapoenda kumwomba Bwana. Binafsi nitapiga magoti. Baba yetu wa mbinguni, tunakushukuru kwa ajili ya fursa hii ambayo umetupatia. Tuwezeshe tuweze kutimiza wokovu wetu kwa kuogopa na kutetemeka. Tusaidie masomo kama haya yasipite bure, bali yaweze kuamsha nia zetu na dhamira zetu katika kutafuta na zaidi sana kukujua wewe Mungu wa pekee wa kweli, Yesu Kristo uliyemtuma. Peke yangu siwezi, ni mdhaifu, ni mpungufu kufanya kazi hii ambayo umenipatia kufanya, ya kuzungumza na watu wako katika siku ya leo. Lakini kwa msaada wako mtakatifu, niwezeshe maneno nitakayoyatoa yaweze kutoka katika kiti chako cha enzi. Nakusihi ulinzi wa malaika zako uweze kuwa pamoja nasi, kwa sababu ahadi yako ni kwamba malaika wa Bwana hufanya kituo kiwazunguka mchana kuokoa. Tunakusihi malaika zako waweze kufanya kituo mahali hapa, wakitufunulia siri kuu za neno lako zitakazotuwezesha kuweza kusimama. Asante kwa sababu umesikia na utajibu sawa na mapenzi yako.
Ndilo ombi langu kwa imani kwa jina la Yesu, amina. Kwa kwanza kipindi chetu, kumbuka kichwa kinaitwa mpango wa ukombozi. Biblia ina maagano mawili, Agano la Kale na Agano Jipya. Agano la Kale likiwa na vitabu 39 na Agano Jipya likiwa na vitabu 27. Kwa jumla Biblia nzima ina vitabu 66. Vitabu hivi vyote vina kusudi moja tu la kufunua mpango wa ukombozi. Tuangalie kile ambacho nabii anasema katika kitabu cha Elimu ya Kweli ukurasa wa 98. Lakini kama una kitabu cha Education cha Kiingereza ni ukurasa wa 125. Sikiliza kile ambacho nabii wa Mungu anasema kuhusiana na kusudi kuu la Biblia. Na kusudi hili kuu la Biblia ndilo somo ambalo au ndo dhima ambayo tunaanza kuiangalia leo. Na ni dhima ambayo tutaendelea kuiangalia katika mfululizo wa masomo katika Sauti ya Marejeo Ministry. Tusikilize kile ambacho mjumbe wa Mungu anasema katika kitabu cha Elimu ya Kweli. Katika kitabu cha Elimu ya Kweli ukurasa wa 98 kama una kitabu cha Kiswahili, lakini kama una kitabu cha Kiingereza ni Education ukurasa wa 125. Mjumbe wa Mungu anasema dhima kuu ya Biblia, dhima ambayo kwayo kila dhima nyingineyo katika kitabu kizima imejengwa, ni mpango wa ukombozi. Ni mpango wa ukombozi, urejeshwaji wa sura ya Mungu katika nafsi ya mwanadamu. Kuanzia dokezo la kwanza la tumaini. Dokezo hili tuliliona katika kipindi kilichopita katika sentensi iliyotamkwa Edeni inayosemaje? Nami nitaweka uadui kati yako na huyo mwanamke na kati ya uzao wako na uzao wake, huo utakuponda kichwa na wewe utamponda kisigino. Anaendelea kusema kuanzia dokezo la kwanza la tumaini katika sentensi iliyotamkwa Edeni hadi ahadi ya mwisho tukufu ya ufunuo, ambayo inasema nao watamuona uso wake na jina lake litakuwa katika vipaji vya nyuso zao. Mzigo wa kila kitabu. Sikiliza, mzigo wa kila kitabu. Kwa hiyo unaposoma kuanzia Mwanzo hadi Ufunuo, mzigo wake ni kufunua mpango wa ukombozi. Nasema mzigo wa kila kitabu na kila kifungu cha maneno ya Biblia ni ufunuo wa dhima hii ajabu, kuinuliwa kwa binadamu, uwezo wa Mungu utopao kushinda kwa Bwana wetu Yesu Kristo. Yule anayeelewa kikamilifu wazo hili, mbele yake anao uwanja mpana mno wa kujifunza. Anao ufunguo utakaomfungulia nyumba yote ya hazina ya neno la Mungu. Sayansi ya ukombozi ni sayansi ya sayari zote. Sayansi ya ukombozi ni sayansi ya sayari zote. Sayansi ambayo hujifunzwa na malaika na viumbe wa malimwengu ambayo hayajaanguka dhambini. Sayansi ambayo inamuhusisha Bwana na Mwokozi wetu. Ili neno nalitilia mkazo. Sayansi ambayo inamuhusisha Bwana na Mwokozi wetu. Sayansi ambayo huingia ndani ya kusudi lililoanzia kwa yule aliye wa milele. Ananukuu Warumi 16:25. Warumi 16:25 inazungumzia mpango wa ukombozi kama siri iliyositirika tangu zamani za milele. Kwa unaposikia siri iliyositirika tangu zamani za milele, ni mpango wa ukombozi. Anaendelea kusema sayansi ambayo watajifunza waliokombolewa na Mungu milele zote. Hii ndiyo elimu ya juu kabisa. Na mjumbe wa Mungu anasema unaposoma katika kitabu cha Education, kitabu cha Elimu ya Kweli, Education kwa Kiingereza ukurasa wa 15, mjumbe wa Mungu anasema kusudi la elimu ni ukombozi.
Ndio maana hapa anasema ya kwamba hii ndiyo elimu ya juu kabisa ambayo mwanadamu aweza kujishughulisha nayo. Itaimarisha akili na kuinua nafsi kuliko ambavyo elimu zingine zinaweza kufanya. Kwa hiyo wapendwa, dhima kuu ya Biblia ni mpango wa ukombozi, na unaambiwa mpango huu wa ukombozi unamuhusisha Bwana na Mwokozi wetu. Wapendwa, Adamu alipotenda dhambi alitakiwa kukabiliana na mauti. Kwa hiyo katika malimwengu ambayo hayajaanguka dhambini, lakini pia katika kundi la malaika watakatifu, hakukuwa na mtu ambaye angeweza kutoa fidia kwa ajili ya anguko la Adamu. Ni yule aliye katika usawa na Mungu pekee ndiye angeweza kumkomboa Adamu na uzao wake wote kutoka katika anguko lake, na huyo ni Kristo peke yake, kwa sababu dhabihu ya malaika isingetosha kumkomboa mwanadamu, kwa sababu malaika hana uhai wa milele. Malaika ana mwanzo japo hana mwisho. Malaika watakatifu wana mwanzo japo hawana mwisho. Lakini pia hata ukija ukaangalia malimwengu mengine yana mwanzo japo hayana mwisho, kwa sababu hayakuanguka dhambini. Lakini ni Mungu pekee pamoja na mwanaye Yesu Kristo ambaye hana mwanzo wala mwisho. Ndio maana nasema mimi ni Alfa na Omega. Yeye ni mwanzo na pia mwisho, hana mwanzo wala hana mwisho. Na kwa sababu ana uhai nafsini mwake, ndio maana unaposoma katika kitabu cha kwa pamoja katika kitabu cha Injili ya Yohana, katika kitabu cha Injili ya Yohana Injili ya Yohana sura ya 10, Injili ya Yohana sura ya 10 mstari wa 17 nitasoma na mstari wa 18 kuonesha kwamba ni Kristo pekee ana uhai nafsini mwake, hana mwanzo wala hana mwisho. Yeye ni mwanzo na yeye ni mwisho, na uhai wake ndiyo ungeweza kulipa fidia ya dhambi aliyoifanya Adamu, kwa sababu sheria ya Mungu haibadiliki. Wapendwa, sheria ya Mungu haibadiliki na sio kigeugeu, kama jinsi ambavyo Mungu habadiliki na Mungu asivyo kigeugeu. Na sheria ya Mungu ni takatifu kama Mungu alivyo. Kwa hiyo Mungu asingeweza kubadili sheria yake kukutana na anguko la Adamu, lakini kwa upendo mkuu aliamua kumwachilia mwanawe wa pekee kwa ajili ya kutoa uhai wake ili kumkomboa mwanadamu ambaye ameanguka dhambini. Na wapendwa, kabla ya kusoma hili fungu, ukipata nafasi unaweza ukasoma katika kitabu cha Wazee na Manabii sura ya 4 ambayo inazungumzia mpango wa ukombozi. Wa Kiingereza ni ukurasa wa 63 na ukurasa wa 64. Ukipata nafasi soma kurasa hizi vizuri, utaona jinsi ambavyo mpango wa ukombozi ulimgharimu Mungu. Kristo alikuwa tayari apoteze nafsi yake ya uungu kwa sababu ya kukomboa jamii ya wanadamu. Alikuwa katika hatari kubwa mno, kwa sababu kama Kristo angekuja duniani na akatenda dhambi, angekuwa chini ya utawala wa Shetani na angekoma kuwa Mungu. Kwa hiyo ni upendo kiasi gani ambao Kristo alipenda ulimwengu hata kuhatarisha nafasi yake ya uungu kwa ajili ya kukomboa jamii ya wanadamu. Ndio maana hapoangalia nimesema tutasoma katika kitabu cha Injili ya Yohana sura ya 10 mstari wa 17 na mstari wa 18. Neno la Mungu linasema, ndiposa Baba anipenda. Anasema, kwa sababu na utoa uhai wangu ili ni utwae tena. Hakuna kiumbe mwingine ambaye anaweza kautoa uhai na kuutoa isipokuwa ni Mungu peke yake. Ndio maana malaika wasingeweza kulipa fidia. Ndio maana malimwengu ambayo hayakuanguka dhambini yasingeweza kulipa fidia, ila ni Kristo peke yake, kwa sababu ni Mungu. Anaendelea kusema hapa ya kwamba ndiposa Baba anipenda kwa sababu na utoa uhai wangu ili ni utwae tena. Mstari wa 18, hakuna mtu aniondeleaye, bali mimi na utoa mwenyewe. Ninao uwezo wa kuutoa, ninao uwezo wa kuutoa tena. Agizo hilo na lilipokea kwa Baba yangu. Pendwa mtazamaji na msikilizaji, unaendelea kufuatilia Sauti ya Marejeo TV.
na kukaribisha katika mwendelezo wa mada hii ambayo ndio kichwa cha somo la leo, mpango wa ukombozi sehemu ya pili.